Shalom, shalom, Bwana wabariki. Kama nilivyoahidi kwamba nitakuja sasa hivi na subject mpya ambayo inaitwa nani anayebarikiwa na Mungu, because tumegundua kwamba injili imeharibishwa. Shetani ameingia katika injili, na alivyokuja shetani ameharibu injili ya Yesu Kristo. Ndugu zangu watazamaji, let me tell you something. Today we have two kinds of gospel. Remember this. Leo kuna aina mbili za injili. Kuna injili ya kweli walioanzisha wa mitume, na kuna injili nyingine ambayo shetani ameingiza. Na hii injili ambayo shetani ameingiza inakuja kwa kasi kubwa. Na hii injili ambayo shetani ameingiza inapinga Biblia, inapinga neno la Mungu. Hii injili ambayo shetani yani kila kitu shetani amesha feki. Kila kitu shetani amefeki. Lakini kitu ambacho ameshindwa kufeki ni neno la Mungu. Sema amen. Shetani amefeki hata wa watu wenye kutoa shuhuda. Kuna wengine wanatoa kabisa shuhuda za shetani ambazo shetani mwenyewe amezifeki, na watu wanatoa shuhuda hizo chini ya upako. Yani shetani naye anaanza kuchukua watu, anawabeba kuzimu, anawabeba mbinguni, na wanaleta shuhuda feki. Na utajuaje shuhuda kama ni feki au kama imetoka kwa shetani? Ni kama haiko ndani ya maandiko. Ndio maana nilipokuwa Dar es Salaam, nilipohubiri pale katika kanisa la Zion Temple kwa Pastor Silas, niliwaambia hivi, usikubali kila shuhuda. Shuhuda zimekuwa nyingi, kila mtu anasema nimeenda hivi kuzimu, nimerudi, nimeenda paradiso. Zimekuwa nyingi. Now, usikubali kila shuhuda. Cha kwanza, tazama hiyo shuhuda. Je, iko sawasawa na neno? Tazama hiyo shuhuda, je, inalingana na neno? Kama hiyo shuhuda hailingani na neno, kama hiyo shuhuda haiko sawasawa na neno, usikubali hiyo shuhuda. Usikubali huo ushuhuda. Hata huyo mtu aseme nimechukuliwa na malaika, nikabebwa mbinguni, nikafanya siku 5, nikabebwa kuzimu, lakini as long as haiko sawasawa na neno, usiukubali. Kwa nini? Kwa sababu shetani anafeki. Anajua tayari kuna wale ambao wanabebewa na Mungu, na yeye pia anaanza beba wengine ili na wao waje washuhudie, wakifikiri kwamba walibebewa na Mungu, kumbe walibebewa na shetani. Now welcome, karibu sana. Leo tutaongea baadhi ya nguzo kubwa ambazo hawa wahubiri injili feki wanatumia ili kukokota watu waje kwa shetani. Amen, amen. Na nguzo hiyo kubwa ambayo wanatumia hawa wahubiri injili feki, hawa wahubiri injili ya shetani, sababu shetani ameinua manabii, shetani ameinua mapastors, shetani ameinua maaposto, shetani ameinua wainjilisti, shetani ameinua watu katika zile huduma 5 wa kila namna ambao yeye shetani anawatumia ili kukokota watu waje kwake yeye shetani. Sema amen. Sasa kitu gani ambacho hawa watu wamepewa silaha na baba yao shetani, ambayo wanaitumia ili kuvuta watu waje wengi kwa shetani? Na moja miongoni mwa silaha ambazo hawa watoto wa shetani wanatumia ili kuvuta watu waje kwa shetani waachane na mapenzi ya Mungu ni baraka. Baraka. Yaani kila wanapohubiri injili yao wanasema utabarikiwa. Kila wanapohubiri injili yao wanasema Mungu atakubariki. Kila wanapohubiri injili yao wanasema baraka. Ona, ukitoa $500 utapata $10,000. Ona, seal your seed. Ndio gospel imekuja hiyo. Tutafungua safari zako. Ona, utaenda Ulaya. Ona, kwa hiyo that kind of gospel is from the devil. Sababu Mungu hakuhubiri injili hivyo. Yesu Kristo alipokuwa duniani hakuhubiri injili hivyo. Kwa hiyo shetani na yeye amejitengenezea injili yake ambayo inakuja kwa jina la Mungu, na ambayo lengo lake kubwa hiyo injili ya shetani ni kuvuta watu waje kwa shetani. Anawavuta nini? Anawavuta kupitia hili swala la mimbaraka. Hili ni moja miongoni mwa masuala ya mimbaraka, na ya mambo yote tutayaongea. Leo tunaongea kuhusu baraka, na baadaye tutaongea kuhusu miujiza, sababu haya ndio mambo mawili ambayo shetani anatumia katika injili yake ya uongo ili kuleta watu waje kwake. Sema amen. Sasa nataka uwe kabisa makini pamoja na mimi. Share hii video, ambia wengine ili kwamba tuwe wengi. Sababu gani?
sote tuweze kupata fursa ya kusikia maneno haya. Shetani amegeuza injili kupitia hili neno la baraka. Naomba ushare, please share this video, watu waje wengi, watu wawe wengi, wasikilize injili. Najua siku hizi watu hawataki kusikiliza neno la Mungu, watu wanataka tu kusikiliza mambo ya mabaya. Kama wangeona mwanamke mwenye kuwa uchi, tayari kama wangekuwa watu 100 hapo. Lakini kila mtu anapokuja anakuta ni injili, ni mahubiri, anaacha anaenda zake. Kwa hiyo jaribu kushare hii, jaribu kualika wengine, waambie tuko online leo, tuko online, tuko live. Naona tu bado watu ni wachache. Share, halika wengine, ambia wengine waje, call other people, share this video, waambie waje, ili kwamba tuendelee kusikiliza injili. Injili ni kubwa, ni nzuri kuliko hata hizo video za wanawake wenye kuwa nusu uchi. Injili ina umuhimu, ina ubora, ina matunda mazuri, itajenga roho yako, itatengeneza hata mwili wako, nafsi yako, kuliko hizo picha za wanawake wenye kuwa uchi. Hii itakupa uzima wa milele kuliko picha za wanawake wenye kuwa uchi. Kwa hiyo share it, ambia wengine, partage ça, dis aux autres de venir, ili kwamba tuweze sote kusikia neno la Bwana. Asanteni. Kwa hiyo leo nimesema tutaongea kuhusu hii nguzo ambayo wahubiri wa shetani wanatumia ili kukokota watu waje kwa Mungu. Ni nini? Baraka. Wanatumia neno baraka, wanatumia matamshi baraka ili kwamba wavute watu. Mpaka leo kumekuwa injili ya kwamba we are here to make millionaires, we are here to make billionaires. Injili ya Yesu is not for making billionaires. We don't preach this gospel for making billionaires. We are preaching this gospel for winning soul to Jesus Christ. Hiyo ndio lengo yetu ya kuhubiri injili. We are not preaching for making people to become rich physically. No, that's not our purpose. Yesu hakuhubiri injili kwa lengo hiyo. Yesu hakuhubiri injili for making billionaires. We are not here to preach the gospel for making billionaires. Ukiona kanisa lina injili kama hiyo, that church is from the devil. Because kanisa ambalo linatoka kwa Mungu halihubiri injili for making billionaires. Kanisa ambalo linatoka kwa Mungu linahubiri injili for winning souls. Linahubiri injili pour gagner les âmes à Jésus. On ne prêche pas l'évangile pour fabriquer des millionnaires. On prêche l'évangile pour gagner les âmes à Jésus. Sasa unasikia kanisa linahubiri linasema we are here to make billionaires, money blessing, I don't know, money miracles. That kind of gospel is not in the Bible. Ndio maana kila mara tunalika watu, tazama injili unayohubiriwa, je, iko ndani ya Bible? Kama unaona unavyohubiriwa haviko ndani ya Bible, toka katika hiyo dini ya kishetani. Because the day you will die, you will meet this word of God. Ukifa utakutana na hili neno, na hili neno ndilo ambalo litakalo kuhukumu. Na katika hili neno haisemwi kwamba we are preaching for making billionaires. Hapana. Itakufaidia nini upate dunia mzima? Biblia imesema hivyo. Itakusaidia nini upate dunia mzima, baadaye ukifa nafsi yako iende kuzimu? Ina maana gani? Uwe billionaires, then you don't know Jesus Christ. Uwe billionaires, then you don't have the Holy Spirit. Uwe billionaires, then you don't live according to the word of God. Itakusaidia nini? Uwe billionaires, baadaye ukifa uende kuzimu. Ndio maana we want to call people back. Tunataka kuambia tena watu turudi kwenye injili ya kweli. Basi tuanze moja kwa moja hili swala ambalo limekuwa swala nyeti, na watu wengi wameingia katika hili swala hata katika hali ya kutokujua. Naanza nionyeshe kwanza Mungu jinsi gani alivyoumba mwanadamu. Na ni nani anayebarikiwa na Mungu? Au ni nani aliyebarikiwa na Mungu? Na sharti ni zipi ili kwamba Mungu akubariki? Ndiyo, Mungu anabariki. Mungu anabariki. Lakini sasa Mungu anabarikije? Mungu anabariki kivipi? Ndio hapo sasa unastahili ujue baraka za Mungu ziko namna gani. Tunajua Mungu alibariki Daudi. Tunajua Mungu alibariki Sulemani. Tunajua Mungu anabariki watumishi wake hadi leo. Sasa ikoje hizo baraka? Inakuwa kuaje mpaka Mungu akubariki? Because kila kitu kimeandikwa ndani ya Biblia. Ndio ninaomba unifuate leo. Uwe makini, usikilize haya ambayo nitaongea, ili kwamba na wewe uelewe, ili upate na wewe kubarikiwa na Mungu kihalali. Sema amen. Leo tutaongea kuhusu baraka tu. Tuelewe baraka za Mungu ni zipi. Na hawa watu wanaosema we are here to make billionaires, we are here to do this and so, je, wako halali kulingana na neno la Mungu?
Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, naomba kabisa uweze kuwa hapo karibu, ukae kwenye simu yako, ukae mahali popote ulipo, ili kwamba uweze kufuata kinagaubaga video hii ambayo nimerekodi kwa ajili ya kutaka kukuonyesha ukweli kuhusu baraka za Mungu, na ninaamini hii itakusaidia na ushare, uambie na wengine. Twende sasa. Tuanze katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo, tuone jinsi gani Mungu alivyoumba mwanadamu. Tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Baadaye tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Sikiliza basi hapa. Naanza Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Biblia inasema hivi. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambahacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Amen, amen. Naelekea sasa. Asante sana dada Joyce. Bwana akubariki sana tena sana kwa kushare video. Naenda sasa nikasome pia katika kitabu cha Mwanzo hicho sura ya pili. Hiyo sura ya pili na mstari wa 7. Sikiliza, Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Biblia inasema hivi. Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Amen, amen. Nao unakuta hapa katika kitabu cha Mwanzo kwamba Mungu ameumba watu aina mbili. Tunataka tujue nani anayebarikiwa na Mungu au nani aliyebarikiwa na Mungu, ili kwamba utoke katika hiyo injili ya uongo inayokuambia kwamba ukija hapa ukitoa sijui dola 100 Mungu atakupa dola 2000. Hapana. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kutokujua. Kwa Kifaransa inasema mon peuple périt par manque de connaissance. Kutokujua kumeangamiza watu wengi sana. Na hii injili ya baraka hii prosperity gospel imeharibu watu wengi sana, imepeleka watu wengi kuzimu. Na ninashangaa watu ambao wanaanza prosperity gospel, mara wanakuja wanatengeneza kwamba Mungu amewaonya, tena mara wanarudi kwa hiyo gospel. Nimeona mhubiri mmoja Marekani ambaye kwa sasa ni mzee wa miaka, mhubiri kabisa, anakaa pale Marekani. Ni Myahudi lakini anakaa Marekani. Sitataja jina lake msije mkamjua. Mzee yule Mungu alikuja kumuonya kuhusu hii prosperity gospel. Mungu akamwambia hapana, that is not the true gospel. Mzee akalia, siku moja anarekodi video anasema, mnisamee, sitahubiri tena prosperity gospel. Lakini leo tena amerudilia, anaanza kuhubiri hiyo prosperity gospel na mambo yake ya money miracle. Hii kitu imeharibu sana ulimwengu. Sasa katika kitabu cha Mwanzo, ndugu yangu, tumekuta Mungu ameumba watu aina mbili. Mtu wa kwanza amemuumba katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Na mtu wa pili Mungu amemuumba katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Kwa hiyo kuna wa kwanza aliyeumbwa Mwanzo sura ya 6 mstari wa 26, na kuna wa pili aliyeumbwa Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Sasa katika hawa watu wawili kuna mmoja ambaye Mungu aliumba kwa mfano wake, na kuna mwingine ambaye Mungu aliumba baada ya kuchukua mavumbi ya ardhi. Nafikiri tuko vizuri hapa. Nataka kabisa niende polepole, nilifundishe hili polepole ili uelewe where is the blessing of God. Who can be blessed by Lord? Okay. Kwa hiyo katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Mungu aliumba mtu roho. Sababu sote tunajua Mungu ni roho. Hebu twende haraka hapa katika kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana sura ya 4. Yohana sura ya 4 na mstari, Yohana sura ya 4 mstari wa 24. Okay. Mstari wa 24 nasoma hapa katika jina la Yesu Kristo.
Yohana 4:24 inasema Mungu ni roho, nao wamwabudio yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo tunajua sote kwamba Mungu ni nini? Ni roho. Mungu ni roho. Na katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 ndo hapa ambapo tumesoma. Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki. Sema amen. Ina maana mtu aliyeumbwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, mtu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ambaye ni mtu roho, yule ndiye aliyebarikiwa na Mungu. Sema amen. Sababu mtu wa pili ambaye ni majifu, ambao ndio huu mwili, huyu aliyeumbwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, hata tena nipasome 2 mstari wa 7, ambayo inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Siye huyu ambaye alibarikiwa na Mungu. Mungu alibariki yule mtu wa kwanza ambaye ni mtu roho. Sema amen. Nataka unifuate vizuri hapa. Ina maana Mungu aliumba kwanza roho, baadaye akaumba mwili, baadaye akachukua yule roho akaweka ndani ya mwili. Unanifuata vizuri? Kwa hiyo sasa aliyebarikiwa na Mungu sio huu mwili, aliyebarikiwa na Mungu ni huyo mtu aliye ndani yako, mtu roho. Sababu wewe hapo ulipo uko vitu viwili. Wewe ndani yako, inside you, ndani yako mle ndani yako kuna roho. Na roho huyu aliye ndani yako anakaa katika huo mwili wako. Sasa aliyebarikiwa na Mungu ni nini? Ni roho aliye ndani yako. Sema amen. Sababu huyo roho aliye ndani yako ndiye huyo mtu ambaye Mungu aliumba katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Na ni huyo ambaye Mungu alibariki, akasema kwamba anambariki, sababu Mungu ni roho na mtu aliyeumba kwa mfano wake, yani alikuwa mtu roho. Nafikiri unafuata vizuri hapa. Ukisoma pia katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 17 utakuta pia na kuthibitishia kwamba Mungu ni roho. Na sote tunajua hivyo kwamba Mungu ni roho, na mtu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ni mtu roho. Sema amen. Kwa hiyo aliyebarikiwa na Mungu si mwingine, kwanza ujue hilo. Aliyebarikiwa na Mungu si mwingine, ni mtu roho. Ni roho aliye ndani yako. Sio huu mwili ambao unakufa kesho. Sio huu mwili wa dhambi. Huu mwili ni mwili wa dhambi. Si unajua matendo ya mwili? Sema amen. Unajua matendo ya mwili? Uasharati, uzinzi, uongo, uchawi, hayo ndiyo matendo ya mwili. Ndio maana Mungu hakubariki mwili, sababu Mungu alijua huu mwili ni koti ambalo linavaa mtu halisi, ambayo mtu halisi yuko ndani yako. Kwa hiyo Mungu akabariki nini? Roho aliye ndani yako. Umeelewa hapo? Nafikiri hapo kwanza umeelewa. Okay, naweza songa mbele sasa. Kwa hiyo umeelewa, aliyebarikiwa na Mungu ni roho wala siyo mwili. Kwa hiyo injili yoyote ile inayokuja kwa kuonyesha baraka za mwili ni injili inayotokana na shetani, sababu anayetafuta baraka za mwili ni shetani. Lakini Mungu anatafuta baraka za roho. Injili inayokuja na kuonyesha magari hayana uhusiano wowote na roho. Unaweza ukawe na magari na roho yako ikaende pabaya. Injili inayokuja na kuonyesha majengo, kwamba uwe na uwanja ununue majengo hayana uhusiano wowote na roho, ni mambo tu ya huu mwili. Injili inayokuja ikikuonyesha uwe na hela nyingi, hela hazina uhusiano wowote na roho, ni mambo ya mwili. Kwa hiyo injili hiyo itakupeleka pabaya, sababu sio injili halisi, hailengi roho yako. Kwa hiyo injili nzuri, injili ya kweli inalenga roho yako. Sasa inalengaje roho yako? Inalenga roho yako ikihubiri uache dhambi, sababu kuna kitu ambacho kinachafua roho, ni dhambi iliyo ndani yako.
Sasa injili ambayo ni ya Yesu Kristo, injili ambayo ni kweli kulingana na hii Biblia, inakuja ikilenga roho yako, ikiambia uache dhambi, sababu ukiacha dhambi roho yako inakuwa nzuri na Mungu anaibariki na Mungu anakaa humu ndani ya roho yako. Kwa hiyo the true gospel is that inalenga uache nini? Dhambi. Sasa huyo roho aliye ndani yako, kwa yeye kubarikiwa, ana shurti moja. Kumbuka, huyo roho kwa yeye kubarikiwa, kwa yeye kupata afya njema, kwa yeye kukomaa vizuri, ana shurti moja. Na shurti ya huyo roho si nyingine isipokuwa ni kumpa hili neno. Sema amen. Nakumbuka naamini unakumbuka Mungu Yesu alipotoka katika kile kifungo cha siku 40, baada ya kumaliza ile funga ya siku 40 akakutana na shetani. Shetani alimwambia, alilenga mambo ya mwili. Ukiona vizuri mazungumzo ya Yesu na shetani, shetani alilenga mambo ya mwili, ila Yesu alikuwa akilenga mambo ya mwili ya rohoni. Shetani alikuwa anaambia Yesu, geuza majiwe haya yawe mikate. Yesu akamjibu shetani, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ina maana yake nini hiyo? Ina maana roho aliye ndani yako ndiye anayestahili kuwa hai. Huu mwili tulio nao uko hai, lakini uhai wa mwili unategemeana na uhai wa roho. Sema amen. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho mwanadamu anastahili kukishika kwa heshima sio mwili, ila ni roho, yaani nafsi yako. Ndicho kitu ambacho unastahili kushika kwa heshima, na ujichunguze ni kipi ambacho umeingiza katika nafsi yako. Sababu ukiingiza dhambi katika nafsi yako, ukiingiza kitu kibaya katika nafsi yako, utakufa. Sema amen. Na utakapokufa kwa kuingiza kitu kibaya katika nafsi yako, hicho kifo kitadhuru mpaka mwili. Sema amen. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kulinda nafsi yako. Kitu kikubwa ni kuwa makini kwa chakula unachokula. Kitu kikubwa ni kuwa makini kwa vitu unavyovitazama kwenye social media, sababu hivyo vitu vinaingia katika nafsi yako na vinaweza vikaharibu nafsi yako. Kwa hiyo baraka za Mungu kwanza ni za kiroho. Amen, amen. Kwa hiyo unapobarikiwa katika roho, Mungu anapokubariki katika roho yako, basi sikiliza hapa, nasoma katika kitabu cha Yohana, Mathayo mtakatifu sura ya 4. Naanza hapo. Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwishowe akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Sasa sikiliza hapa maongezi ya Mungu na shetani. Maongezi ya Yesu na shetani. Shetani anakuja kwa Yesu. Utaona yaliyo ya shetani yanalenga mwili, lakini yaliyo ya Yesu yanalenga roho. Na hizi ndizo injili mbili tofauti. Kuna injili ambayo inalenga mwili na kuna injili ambayo inalenga roho. Hii ambayo inalenga mwili ni ya shetani, sababu shetani anajua mwili unapita. Sasa sikiliza. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hili neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu halilishi mwili, linalisha roho. Sasa mkate huu ambao shetani aliongea unalisha mwili. Kwa hiyo lazima uwe makini sana, utazame kwa undani, uone injili ya shetani iko wapi. Injili ya shetani inalisha mwili, lakini injili ya Yesu inalisha roho. Sikiliza, naendelea. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwae mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Sema amen. Kwa hiyo Yesu yeye analenga sana mambo ya kiroho, sababu huku kuanguka na kuvunjika mguu si mambo ya kimwili. Kwa hiyo yeye Ibilisi injili yake yote ni mambo tu ya kimwili, kimwili tu. Ukitazama injili yote ya shetani ni mambo ya kimwili.
Hata ukirudi katika Mwanzo, alipoanza kuhubiri dada Hawa katika shamba la Edeni, injili yake yote ni mambo ya kimwili. Kwa hiyo injili yoyote, ishara pekee ya wewe kujua injili ya kweli na injili ya uongo, ishara pekee ya wewe kujua injili ya roho na injili ya mwili, ni kutazama neno unalolisikia. Je, linalenga mafanikio ya mwili au linalenga mafanikio ya roho? Niendelea hapa. Kisha shetani akamchukua mpaka katika mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukiamini na kunisujudu. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Shetani tena akabeba Yesu, akamuonyesha tena vitu vya mwili akamwonyesha majengo, akamwonyesha falme. Baadaye akamwambia kwamba yeye amsujudie kwa sababu ya ufalme na majengo ya kimwili. So nimekusomea ili uelewe ya kwamba shetani yeye injili yake inalenga mwili, lakini Mungu Yesu Kristo injili yake inalenga nini? Roho. Kwa hiyo injili yoyote katika kanisa lolote ambalo kila siku ni mambo tu ya kulenga mwili, kila siku ni mambo blessing, kila siku tu ni mambo ya kulenga mwili, blessing za magari, blessing za nini, blessing, injili hiyo ni mbaya na ni mbovu, sababu inalenga upate pesa lakini uendelee kufanya dhambi. Ndio maana katika kanisa hizo ukiangalia, wengi wa waamini katika kanisa hizo wanaingia makanisani, lakini maisha yao kabisa yanaonyesha shetani. Sema amen. Ndio maana tunahalika watu kupitia hata hizi social media. Jamani, iweni makini, shetani amegeuza kinyago, ameingia pia katika makanisa na kuleta injili ya uongo, injili mbaya, injili isiyotokana na neno la Mungu. Naendelea hapa. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Amen. Baada ya Yesu kumwonyesha Ibilisi kwamba injili siyo ya kimwili shetani, injili ni ya kiroho, Bwana Yesu akashinda shetani, shetani akamwacha, malaika wakaja wakamchukua Bwana akaenda zake. Kwa hiyo nimejaribu kusoma hii verse ili nikuonyeshe kwamba injili kubwa ya shetani inalenga mambo ya mwili, lakini injili ya Yesu Kristo inalenga mambo ya roho. Sasa inakuwaje mpaka Mungu afike kukubariki pia katika mwili? Sababu Mungu pia anabariki katika mwili, lakini sasa baraka za mwili zinategemea na baraka za roho. Unifuate vizuri hapa. Mungu anapobariki mtu katika mwili, habariki tu mwili. Hizi baraka ambazo Mungu atakubariki katika mwili zinategemea na baraka za Mungu ambazo amekubariki katika roho. Maana yake nini? Maana yake ni hili neno ambalo Yesu aliambia shetani hapa, kwamba mwanadamu hataishi tu kwa mkate. Naye akamjibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ina maana sisi kama Wakristo hatuishi tu kwa kula ugali, bali tunaishi kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa yule mtu wa rohoni ambaye Mungu alimuumba, ambaye ndiye wewe halisi, wewe wa kweli ni roho, huyu mtu sasa anapata hizi baraka za mwili kama vile vibadala, ila vinaambatana na yeye anapotii hili neno. Unanifuata vizuri? Ina maana nini? Ina maana unapoishi katika hili neno, baraka za Mungu zinaambatana na wewe. Na unapobarikiwa na Mungu katika kuliishi neno, ndiyo sasa haya mambo mengine yatakuja. Ndio utapata gari, ndio utapata mkate, ndio utapata gari la kutembelea, ndio utajenga nyumba. Kwa nini? Kwa sababu umebarikiwa na Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo baraka za Mungu katika ulimwengu wa kiroho ni kufanya roho yako izaliwe upya. Baraka za Mungu katika ulimwengu wa kiroho ni kukufanya wewe uamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Baraka za Mungu katika ulimwengu wa kiroho ni kugeuza roho yako ili kwamba usiende kuzimu, uende mbinguni. Baraka za Mungu katika ulimwengu wa kiroho ni kukufanya wewe uwe kiumbe kipya, ulipokee neno lake. Neno la Mungu lidumu katika roho yako.
Hizo ndizo baraka za Mungu. Sasa neno la Mungu linapodumu katika roho yako, neno la Mungu linapokaa katika roho yako inapokaa ndani neno la Mungu, hapo sasa ndo Mungu atakubariki. Ndo sasa utaona hizi baraka ambazo hawa watu wengine wanasema, ndo utaona sasa baraka za kimwili. Ina maana kwanza ni baraka za kiroho ndizo zinazaa baraka za kimwili. Sijui kama mnanielewa vizuri hapa. Hebu twende hapa tusome katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Mathayo 6:33 inasema hivi. Mathayo 6:33, sikiliza vizuri hapa. Au nianze 32. Naanza 31. Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Sema amen. Baba yetu wa mbinguni anajua kwamba tunahitaji gari, tunahitaji chakula, tunahitaji nguo, tunahitaji hayo yote. Mungu anajua hayo kwamba tunayahitaji, na hayo ni mahitaji yetu. Mungu anajua kwamba lazima tupate nguo hii ili tuweze kuivaa. Mungu anajua lazima tupate maji ya kunywa ili tuweze kunywa maji. Mungu anajua hayo yote. Mungu anajua lazima tupate jengo kama hili ili tupate mahali pa kujihifadhi. Mungu anajua hayo yote. Lakini sikiliza sasa. Tafuteni kwanza. Bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Sema amen. Kwanza, kitu ambacho tunapaswa tutafute kwanza ni ufalme wa Mungu na haki yake. Ukishapata ufalme wa Mungu na haki yake, haya mengine amen, 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 haya mengine yatakuja yenyewe. Haya mengine tutazidishiwa. Magari, majumba, sijui nini, tutazidishiwa. Kwanza haki ya Mungu na ufalme wake, kisha haya mengine Mungu atatuzidishia. Sasa shetani amegeuza Injili, ameanza kwanza kuhubiri haya mengine na kuacha ufalme. Unaona shida iliyopo? Yaani shetani anahubiri kwanza mpate haya mengine na anaacha nini? Ufalme. Wakati Yesu amesema kwanza ni ufalme na haya mengine tutazidishiwa. Sasa shetani amekuja amegeuza neno, sababu yeye ndiyo staili yake. Staili ya shetani ni kugeuza neno. Amegeuza, ameanza kwanza kwa haya mengine, na ukianza haya mengine hautapata ufalme, sababu formula ya Mungu ni ufalme kisha haya mengine. Shetani amekuja ameanza haya mengine kisha ufalme, ambalo ni jambo ambalo haliwezekani. Ndio maana makanisa mengi yamejaa watu lakini wanaenda kuzimu. Katika shuhuda ya ndugu yangu Adam Aston Mbaya, amesema 98% ya watu wenye kuwa kuzimu ni watu ambao walikuwa katika makanisa hapa duniani. 98% ya watu waliowaona kuzimu Adam Aston Mbaya, watu waliowaona kuzimu 98% ni watu waliokuwa wakiingia katika makanisa na kuimba na kucheza na kutoa sadaka na kujiita kuzimu, lakini wote leo amewakuta wako kuzimu. Kwa nini? Kwa sababu waligeuza Injili, walisikiliza wahubiri waliogeuza Injili, wakaanza na haya mengine kuliko kwanza kuanza na ufalme. Bali utafuteni kwanza, Yesu anasema wazi wazi, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Basi msisumbuke ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Sema amen. Hii ndiyo Injili ya kweli ndugu yangu, kuhusu masuala ya baraka. Baraka za Mungu za vitu vya kimwili tunazipata kutoka kwa Mungu ikiwa tunadumu kwanza katika neno lake. Hebu wende pamoja na mimi katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Tusome hapa Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 13 na kuendelea. Wafalme wa Kwanza sura ya 3
Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13 na kuendelea. Sikiliza hapa, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13. Biblia inasema hivi hapa. Wafalme wa kwanza sura 13 na sura ya 3 kumrazi na mstari wa 13. Okay. Nasoma hapa katika jina la Yesu Kristo. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13. Ndo hapa. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata apata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu, kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Huyu ni Mungu anaongea na Sulemani. Kama Sulemani alibarikiwa, ni kwa sababu alitii kwanza amri za Mungu. Sheria pekee ya kubarikiwa na Mungu ni kutii kwanza amri yake, kuheshimu kwanza neno la Mungu, kuishi kwanza kulingana na neno la Mungu, ndiposa Mungu atakubariki. Sema amen. Kwa hiyo ukitaka kubarikiwa na Mungu, tii kwanza neno la Mungu. Ukitaka baraka za Mungu, ukitaka Mungu akubariki katika mambo haya ya kimwili, weka kwanza neno lake katika roho yake. Ufalme wa Mungu kwanza ukae ndani yako. Ufalme wa Mungu ukishakaa ndani yako, haya mengine, hizi ni nyongeza, zitajileta zenyewe. Hivi mnaelewa jamani? Naenda tena hapa katika kitabu cha Zaburi. Zaburi, wende pamoja nami. Zaburi 37. Huu ukiandika na wewe, ili kwamba nikimaliza hata live hii unaweza ukaendelea kuwa unasoma nyumbani, sababu watu wengi wamepata shida kwa sababu ya kutokujua. Nasema Zaburi 37, kitabu cha Zaburi 37 kuanza mstari wa 4. Sikiliza hapa, Zaburi 37 kuanza mstari wa 4. Nawe ujifurahishe katika Bwana, naye atakutimizia haja za moyo wako. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumainie, naye atakutendea. Ataitokeza haki yako kama nuru, na hukumu yako kama jina la adhumuri atulie mbele za Bwana. Nawe umngojee kwa subira, usihangaike juu ya afanikiwaye katika njia zake, wala mtu apagaye maovu. Ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya. Maana watenda mabaya watakataliwa mbali, bali wamngojao Bwana ndio watakaourithi nchi. Maana bado kitambo kidogo, asiye haki hata kuwepo, atapaangalia mahali pake, wala hata kuwepo. Kwa hiyo unaona, siri kubwa ya kubarikiwa na Mungu si lingine isipokuwa kwanza ni kuweka ufalme wa Mungu ndani yako, neno la Bwana likiwa ndani yako. Ukitii neno la Mungu, haya mengine sasa utazidishiwa. Kwa hiyo hii injili ambayo tunasikia siku za leo ya kuanza kwanza na baraka za kimwili na kuacha baraka za kiroho ni injili kutoka kwa shetani. Twende mimi na wewe Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati, naanza sura ya 7. Mambo ya Nyakati sura ya 7. Hizi verse ni nyingi, ila wacha niishie hapa tu kwa hii ya Mambo ya Nyakati sura ya 7, ili kwamba ufahamu baraka za Mungu ni zipi na ni nani aliyebarikiwa na Mungu. Mstari wa 14. Mambo ya Nyakati 7, naanza kwenye mstari wa 14. Andika vizuri na wewe ili kwamba hii likusaidie. Au naanza mstari wa 12. Sikiliza hapa. Bwana akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia ulioyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhahabu, nikizifunga mbingu isiwepo mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwatumia watu wangu tauni. Ikiwa watu wangu, sikiliza sasa 14. Sikiliza shurti ya kubarikiwa na Mungu. Sikiliza jinsi gani Mungu ubariki mwanadamu katika mambo ya kimwili. Kuna shurti. Amen, amen. Mungu ili akubariki katika mambo ya kimwili lazima utii hili. Mungu habadiliki, ni yeye yule jana leo hata milele. Ndio maana hapana kutamani baraka za kila mtu. Kuna wengine wana baraka ambazo wamepewa na shetani, hizi za kimwili.
ila baraka zote za Mungu zinatokana na neno lake. Baraka zote za Mungu zinatokana na kutii neno lake. Sasa utaniuliza, sasa mtumishi Langi, mbona mimi naona watu ambao si wa Kristo kabisa lakini wanabarikiwa? Ndiyo, wanabarikiwa, ni kawaida, sababu shetani ana uwezo wa kubariki mtu ambaye si Mkristo. Sema amen. Na hizo baraka za huyu mtu ambaye si Mkristo zitambeba pabaya. Atabarikiwa ndiyo, atapata hela nyingi ndiyo, atapata pesa nyingi ndiyo, lakini mwisho wake sasa, unaona, mwisho wake ni pabaya, mwisho wake ni kuzimu. Ndio maana wewe kama Mkristo huwezi kwanza kutafuta kupata hela nyingi, kuwa bilionea. Cha kwanza, wewe kama Mkristo unatafuta kwanza ufalme wa mbinguni, kisha ubilionea utaongezewa, kisha gari utaongezewa, kisha hela utaongezewa, ila kwanza unatafuta nini? Ufalme wa mbinguni kwanza. Sikiliza shoti. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Unasikia vizuri hapo? Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza. Cha kwanza ujinyenyekeze. Baraka za Mungu sio hivi hivi tu. Dada mmoja aliimba siri ya mafanikio ni nini? Alikuwa dada mmoja mwimbaji wa Tanzania. Eti siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio sio nyingine. Kwa mafanikio halisi sisi kama Wakristo, siri ya mafanikio yetu ni kuishi neno. Siri ya mafanikio yetu sisi kama Wakristo ni kujinyenyekeza, kama inavyoandikwa katika Biblia hapa. Ninasoma Biblia. Niko katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 7. Naanza kwenye mstari wa 14. Ikiwa watu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba. Ujinyenyekeze, baadaye na kuomba, na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamea dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwepo huko milele, hata kuwepo na macho yangu na moyo wangu daima. Nawe ukienda mbele yangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, ufanye kulingana na yote niliyokuamuru, na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakidhibitishia kiti cha enzi cha ufalme wako, kama nilivyoagana na Daudi baba yako, nikisema, hutakosa kuwa mtu wa kutawala katika Israeli. Lakini mkigeuka na kuziacha sheria zangu na amri zangu nilizoweka mbele yenu, mkienda na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu, ndipo nitawang'oa katika nchi yangu niliyowapa, na nyumba hii niliyoitakasa kwa jina langu nitaiondosha itoke mbele zangu, nami nitaifanya kuwa midhali na tukano katikati ya watu wote. Na nyumba hii iliyo juu, kila apitaye ataona mshangao, atasema, mbona Bwana ameitendea hivi nchi hii na nyumba hii? Kwa hiyo sheria pekee ya Mungu kukubariki ni kutii neno lake. Nafikiri tunaweza tukasome mengi hapo, ila hiyo ndio njia pekee ya Mungu kukubariki. Kwa hiyo injili yoyote ile isiyolenga kukufanya wewe utii neno, injili yoyote ile unayohubiriwa ikikulenga wewe kupata madola mengi, haitokani na Mungu. Utapotea katika injili hiyo, utakwenda pabaya katika injili hiyo. Baraka halisi, baraka za kweli za Mungu ni baraka katika wewe mtu wako wa roho. Na huyu mtu wako wa roho anabarikiwa wakati anapochukua ufalme, wakati anapopata ufalme. Na ufalme wa Mungu si kingine, ni Roho Mtakatifu ndani yako. Na Roho Mtakatifu si kingine, ni kuishi neno la Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unaishi neno la Bwana linapokuwa ndani yako, unadumu katika hilo, Bwana Mungu atakubariki katika mambo ya kimwili pia. Kwa nini? Kwa sababu kwanza umepokea baraka za Roho. Basi wacha niishie hapa leo. Bwana wabariki, Bwana wabariki. Asante kwa watu waliosikiliza. Share video hii ili kwamba watu wa Mungu waweze kuamka,
watoke katika hizo injili zinazolenga mambo ya mwili, waende katika injili zinazolenga mambo ya roho, sababu baraka za Mungu za kimwili zinalala katika baraka za kiroho. Baraka, ili ubarikiwe na Mungu katika ulimwengu wa kimwili, lazima kwanza ubarikiwe na Mungu katika ulimwengu wa kiroho, sababu aliyebarikiwa ni huyu mtu wa kiroho wa Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Kwa hiyo nani anayebarikiwa na Mungu? Anayebarikiwa na Mungu ni yule anayeishi neno la Mungu. Nani anayebarikiwa na Mungu? Anayebarikiwa na Mungu ni mtu wako wa kiroho ambaye anakula neno la Mungu, ndiye anayebarikiwa na Mungu. Baadaye hizi baraka za kiroho zinazaa baraka za kimwili. Nafikiri mmeelewa vizuri sasa. Kwa hiyo unapokuwa katika kanisa, tazama injili inayohubiriwa hapo, inalenga baraka za mwili au inalenga baraka za kiroho? Ukiona inalenga haswa mambo ya baraka za mwili, hilo kanisa ni mbaya, hilo kanisa litakupeleka kuzimu. Injili ya kweli italenga utii neno, italenga kuondoa dhambi maishani mwako, italenga Mungu akae ndani yako, italenga baraka za Mungu zikae ndani yako, italenga Roho Mtakatifu akae ndani yako, italenga kuondoa dhambi, sababu inapoondoa dhambi ufalme wa Mungu unaingia ndani yako, na haya mengine sasa unadhibishiwa. Lakini injili mbaya inalenga haya mengine na kuacha baraka za Mungu. Bwana wabariki. Asanteni, kwa heri, tutaonana kunako majaliwa. Amen.